Habari za hapo ulipo mpendwa mtazamaji wa Nipe News TV. Matumaini yangu makubwa ni kwamba huko mweri wa afya. Asante kwa kuweza kubaki na matangazo ya Nipe News TV. Mimi ni Andrea Mlema ambaye nitakuletea matukio yetu siku ya leo. Na bila shaka matukio yetu yataanzia moja kwa moja katika mji wa Bukavu. Ni kwamba wanamemba wa chama cha UNC chake Vital Kamerhe Lwakanyingini washangilia baada ya mkurugenzi wa chama hicho Mheshimiwa Vital Kamerhe kuachiliwa huru. Tutazame hapa namna gani wanachama hao walivyofurahia. Tukisalia hapo Bukavu ni kwamba mshakiwa mmoja anayesemekana kuwa Mnyarwanda akamatwa katika jiji la Bukavu, huku akisema kwamba yeye ni polisi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ruchuru. Wanavijiji vya Kabaya, Kazuba, Kanyabuso, Gisiza na Kanombe wakimbia mapambano makali yaliyoshuhudiwa hiyo jana kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na waasi wa M23. Nenda huko. Bora nitoke. Nitoke. Kuna panga vya marashi kwa zote kwambo. Tuko na kadi hii. Huko Kikwiti ni kwamba ujenzi wa bwawa la umeme la Kakobola laendelea kumaliziwa kujengwa, huku raia wakingoja kwa hamu kubwa uzinduzi wa bwawa hilo la umeme. Achevés depuis 2016, les 10,5 MW du barrage de Kakobola ne peuvent pas être achevés vers les populations de Gungu, Idiofa, Kikwit et des villages avoisinants. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mwende-Mukaleng, en visite officielle sur ce site, accompagné des élus du peuple du Grand Bandundu, a procédé au lancement des machines. Tout fonctionne correctement, a-t-il constaté.
dans le cadre de notre visite ici à Kakobola. Ils sont venus avec moi pour se rendre compte de l'avancée des travaux. Nous avons procédé au lancement des machines. Ces machines qui ont été installées et cette centrale qui est prête depuis 2016 doit être maintenue parce que nous risquons de perdre certaines composantes des machines. Le ministre Mwende a rassuré la population de ce coin de la ferme volonté du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de compléter les lignes de transport et le réseau de distribution pour terminer complètement ce projet. À la population du Kwilu, tout ce que à la population de Gungu, d'Idiofa, de Kikwit, d'Athènes, de Kitondolo, je leur dis que nous sommes à pied d'œuvre. Nous allons travailler d'arrache-pied pour que nous puissions compléter ces lignes. Nous avons vu le matériel. Une grande partie du matériel est présent. Nous avons vu que les travaux ont repris. Depuis 3 semaines, les élus du peuple sont là pour témoigner de cette reprise du travail. Encore une fois, je tiens à rassurer la population d'Idiofa qui semblait un tout petit peu de patience. Je sais que vous avez attendu très longtemps, mais aujourd'hui, le chef de l'État, le gouvernement, les élus du peuple sont derrière ce projet. La lourdeur administrative ainsi que le dysfonctionnement au sein de certaines entreprises empêchent ce projet de se terminer rapidement, a dit l'élu de Bagata, honorable Jean Bosco Katouka. Son Excellence, Monsieur le ministre, a dit, je prends personnellement l'aspect financier et les dysfonctionnements au niveau du gouvernement et des institutions qui doivent aider le projet à aller vite. La DGDA qui est un service de l'État congolais, qui bloque le matériel financé par l'État congolais, c'est tout simplement inadmissible. Pour rappel, tujielekeze paka Nyama Kasese ni kwamba kiongozi anayesimamia mafunzo ya kazi za mikono na ukulima hakikishia wananchi kwamba kazi inayofanywa na watu waliokuwa majambazi na sasa wanachangia zaidi kwa ujenzi wa taifa kuwa ya umuhimu zaidi. Il faut maintenir le cap. Ville et tout, ville. Il est ma bloc côté iot. Vous allez terminer ça. On va se tendre là-haut. On va prendre la louba en zaï, nani. Quand on va s'aider d'ici la fin du mois, pour terminer ma béo qui est la louba en zaï. Dans le mois de juillet, on va F, G, H. C'est bien, vraiment maintenir la lutte. Huko Kitona ni kwamba kundi la pili la makomando wa Kongo wanaoandaliwa kwenda kupambana kwenye vita vya msitu la hitimu mafunzo yao huku wakitarajiwa kutumwa kwenye shamba la mapambano. En 2022, un deuxième bataillon spécial des combats en jungle a été remis aux autorités militaires congolaises par la partie française, en présence de l'ambassadeur de la République française, accrédité auprès de la RDC Bruno Aubert, du commandant des éléments français au Gabon. Le général François-Xavier Mabin a remis ce fleuron de la coopération franco-congolaise au ministre de la Défense nationale et ancien combattant, le docteur Gilbert Kabanda. Au nom de la République démocratique du Congo, le ministre de la Défense a, avant de remettre cette nouvelle unité au chef d'état-major général, magnifié la coopération militaire agissante entre les deux pays. Puis il a exhorté les récipiendaires à faire preuve de bravoure, de patriotisme et de professionnalisme sur le terrain, car le pays place espoir en se battant pour produire la paix. Chers soldats et compagnons d'armes, vos alliés bas soldats, il y a école au Congo. Mon sang la bino ezali ko batela mboka. Population civile na biloko na ye. Boko kende bipai biso kobengana munguna. Kinshasa. Waziri wa viwanda Mheshimiwa Julien Paluku
akizindua kiwanda cha utengenezaji wa waya za umeme kupitia madini ya cuivre inayopatikana ndani ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Huko Kigali nchini Rwanda ni kwamba Rais Paul Kagame wa Rwanda atoa sababu zake za kuivamia nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Recently in this new fighting we found that the Congolese forces, FARDC and MONUSCO, which is the UN force, and these FDLR groups that committed a genocide here in Rwanda were working together. So how did the UN force that was supposed to go fight these people end up actually fighting alongside them and against the so-called M23, which fights for the rights of these Congolese of Rwandese origin, and now they become the target, they become the problem, instead of really being even-handed to address problem as comes up. Yes. And President Kagame, the president of DRC, to that point, is actually accused Rwanda of supporting those very rebels that you mentioned in its territory. What would you say to the president of the DRC right now? What would be your one message? I would tell him, and I have told him before several times, making those accusations is simply running away from his responsibilities as the president of that country, as the leader of that country. Why he should not address the problems that are internal to the Congo of these people, and how he fails to also address the FDLR problem that is based in the Congo, that crosses the border and attacks our people. And then they make it worse. Recently, when there was fighting between the UN and Congolese forces and these genociders together fighting the M23, they decided actually now to bypass the M23 and started sharing in the territory of Rwanda and killing people and destroying property. So we have had a conversation. We've been talking. It's not that we haven't been addressing the right issues, but implementation and for some reasons I don't understand, President Tshisekedi has chosen a completely different direction. I don't understand what that is. Tumalizie matukio yetu mtazamaji wa Nipe News TV na uko Lweba muna tarafa la Fizi ni kwamba raia wa Lweba huendelea kuishi maisha mabaya kwa ukosefu wa chakula, mavazi na hata madawa. Wakati hayo ya kijiri, waasirika ni wakimbizi waliokimbia machafuko ya kivita kwenye nyanja ambazo si za juu zaidi na tarafa la Fizi ikiwemo Tubondo na sehemu za Kakuku na sehemu zingine. Tazama hapa namna gani mama huyu alivyoshuhudia maisha wanaopitia hapa Lweba. Tunakimbilia chakula, saa 12 tunafika hapa, kama tunaleta sombe tunakulisha watoto. Tena usiku unakuja tunaanza panga gesi mipango ya kwenda eko, lakini tukasikia buga sana. Hii miezi mbili tuendi eko. Kwa hiyo hali ya maisha hapa iko namna gani? Hali ya maisha tuko saidiana, ndio kazi, kusaidiana kufagia, kusaidiana kwenda chimbulana miogo, ndio unapata miogo watoto kupigia miteo. Hivi tuko na watoto wa moyo wanapelekewa ku centre de santé kajua kukosa afya. Kuna kula kila siku vikindakinda. Na labda unaweza omba nini kwa maonje ambayo labda inaweza ikawasaidia? Mtazamaji wa Nipe News TV, huo utakuwa mwisho kamili wa matukio yetu. Asante kwa wewe ambaye umetutegea sikio, vile vile wenzangu wote tulioandaa nao matukio haya. Mimi ni Andrea Mlima, ni bora kusubscribe na kusambaza matukio haya kwa wengine. Sina la ziada, baki nasi, kwaheri na kwa wakati mwingine. Ciao.
Wapendwa wa diaspora, hii ni kwa ajili yenu. Ungetamani kupata matukio na habari zote za nyumbani pia na za dunia? Suluhisho limepatikana. Fuatilia sasa kila saa na dakika Nipe News TV. Kupitia Nipe News TV utapata habari zenye uhakika. Hili uwe napata habari kila dakika. Subscribe chaneli hii ya Nipe News TV. Baba, kaka, mama, Nipe News TV ipo kwa ajili yenu. Helimika, jifunze lugha sasa kupitia Nipe News TV.